hivi karibuni Sheikh Ponda Isa Ponda pamoja na wenzake 12 waliwasilisha maombi kwa mahakama kwenye hati ya madai ya kumuondoa Ustaz Twalib katika kesi ya kikatiba walioifungua kupinga kuwa chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kutokana na mwenzao huyo kufariki dunia. Kesi hiyo imefunguliwa dhidi ya msajili wa vyama vya kijamii, Wizara ya Mambo ya Ndani, mwanasheria mkuu wa serikali IG, ambapo wanalalamikia kitendo cha mdaiwa wa kwanza, msajili wa vyama vya kijamii, wa pili mkabidhi wa wasihi mkuu, kuwalazimisha Waislamu wanaotaka kusajili taasisi yoyote kuwa lazima wapate barua kutoka BAKWATA, ambapo BAKWATA lazima ihalalishe kwamba inawatambua. Tunajadili hili hapa studioni mubashara na Sheikh Ponda Isa Ponda. Tueleze kinagaubaga kuhusiana na swala hili. Sheikh Ponda, karibu sana. Asante sana. Tumeonana mara ya mwisho mwaka jana, sio? Mwaka jana. Karibu sana kwa mara nyingine kwenye studio zetu hapa Crown Media. Nimeona juma lililopita mlizindua tafsiri ya Kiswahili ya hukumu ambayo ilitolewa baada ya kesi yenu ambayo mmeifungua mwaka juzi 2024 kwamba baadhi ya Waislamu mlitoa shtaka la kikatiba dhidi ya serikali na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na mwaka jana 2024 mahakama ilitoa hukumu ya ushindi kwa upande wenu, na juma lililopita mmezindua tafsiri ya Kiswahili ya hukumu hiyo. Kwa sababu hiyo nikaona ni vema na sisi tukakuita hapa studioni tukapata kujadili na wewe. Kwanza, kabla tujafika kwenye tafsiri, hukumu hii ina maana gani kwenu? Hukumu hii ina maana kubwa kwa sababu ni fursa kubwa. Unajua mahakamani tuliweza kukutanishwa pande zote mbili ambazo zimekuwa na tofauti kwa muda mrefu. Kwa jamii yetu kuna huo mpasuko. Kuna watu ambao wanakubali uongozi wa BAKWATA, lakini kuna watu ambao hawakubali uongozi wa BAKWATA. Sasa shauri hili maslahi yake makubwa ni kwamba ilituleta sote pamoja na tukaweza kujadili zile hoja zetu au misimamo yetu kwa pamoja. Hilo ni jambo kubwa ambalo tunahisi kwamba ni hatua kubwa sana, na chini ya mamlaka kama vile mahakama, na ikawa inatusikiliza na ikatoa uamuzi. Kwa hivyo hii ni tukio kubwa kuweza kukaa na mkajadili kwa pamoja na mkapata ufumbuzi wa tatizo lenu. Kwa nini wengine walikuwa wanakubaliana na wengine hawakubaliani? Ni kutokana na historia ya jambo lenyewe jinsi lilivyokaa. Nafikiri tutakapokuwa tunazungumza shauri lenyewe tunaweza kufika hapo tukaona kwa nini ilitokea mpaka ikawa kuna hali hiyo ya kutofautiana katika mitazamo ya uongozi wa jamii ya Kiislamu hapa nchini Tanzania. Tuendelee kutokea hapo, nini kilitokea? Ni kwamba kihistoria Waislamu mpaka tunapata uhuru walikuwa wamepiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali za elimu kwa wenyewe katika kujitegemea, lakini vile vile kwa maana ya umoja, lakini vile vile kwa maana hata ya kiuchumi. Walikuwa na miradi mingi ya kiuchumi vile vile. Kwa hivyo kwa ujumla walikuwa wanakwenda vizuri, na ilikuwa ni jamii ambayo inakuwa mpaka kufikia tunapata uhuru. Yani wameanza hivyo toka wakati wa koloni. Kulikuwa kuna mivutano mingi ya kihistoria baina ya jamii ya Kiislamu na wakoloni, lakini walijitegemea wao wenyewe, wakajipanga vizuri, na mpaka tulipopata uhuru tulikuwa tunakwenda vizuri. Lakini ilipofika mwaka 1968 serikali ilivunja ule uongozi wa Waislamu na bila ya kutoa sababu za kwa nini wanavunja ule uongozi, na ikasimamia kuanzishwa kwa chombo kinachoitwa BAKWATA. Na ilipofika mwaka 1969 Waislamu walikuwa wanamiliki rasilimali nyingi kabisa zenye thamani kubwa za mabilioni, kwa maana ya wakfu, mashule, ardhi na kadhalika. Kwa 1969 serikali ikakamata zile mali zote zile za Waislamu ikawapa BAKWATA moja kwa moja kwamba ni mali zao. Sasa hili tukio la kuvunja ile jumuiya kubwa ya Waislamu
na kuchukua zile rasilimali na kuwapa BAKWATA, hilo lilileta mpasuko ambao mpasuko ndio umeendelea. Mpasuko kwa maana kwamba wale BAKWATA wenyewe walikuwa ni kikundi ambacho kimekubaliana na ile hali na kimepokea zile rasilimali ambazo walizopewa na ile nafasi waliopewa. Lakini sasa wale viongozi walikuwa madarakani wakati ule, kiongozi mkuu kabisa alikuwa ni Mufti Andrew Hassan bin Amir, na tukizungumzia ule umoja ulikuwa ni mkubwa kwa sababu ilikuwa tayari kuna shirikisho ambalo lilikuwa linaitwa East African Muslim Welfare Society. Kwa hivyo wako waliobakia kwamba wanakubaliana na msimamo ule wake na Mufti Hassan bin Amir wa kutokukubaliana na ule msimamo wa serikali wa kuivunja ile jumuiya ya Waislamu na vile vile kuchukua zile rasilimali na kuunda BAKWATA. Kwa hivyo kuna pande hizo mbili. Kuna hawa BAKWATA na kuna wale wenye msimamo ule wanaopinga ile hatua za serikali. Sasa mpasuko huu uliendelea moja kwa moja, na ndio huu ambao tumerithi sisi mpaka leo hii. Ni kwamba umetokana na ule mpasuko ulitokana na mwaka 68. Kwa hivyo tatizo kubwa lilianzia pale 68. Kabla hapo huko nyuma tulikuwa tunakwenda vizuri sana. Kwa hiyo sasa mpasuko huo uliwaathiri vipi ninyi kama Waislamu, na hii hukumu ambayo imetolewa hivi karibuni italeta mageuzi yapi? Ulituathiri kwa sababu unajua jamii yote inakuwa kutokana na mipango. Wanasema kwa lugha ya mipango, wanasema mnakuwa mna vision na mission. Sasa ule umoja uliondolewa, ulikuwa na hiyo kitu. Ulikuwa una vision kwa maana ya dira na ulikuwa una mission kwa maana ya dhamira, kwa maana ya utekelezaji. Na hatua zilikuwa zinakwenda vizuri, programs zilikuwa ni kubwa sana za elimu, kiasi kwamba ilipofika mwaka 68 ilikuwa Waislamu wanajenga university, wanajenga chuo kikuu, hali imekuwepo na kila kitu. Sasa kuondolewa ile East Africa na ikaletwa BAKWATA, hawa walikuwa ni watu ambao hawafahamiki, hawana uwezo wote na hawawezi kusimamia ile vision na mission ya East Africa. Kwa hivyo kuanzia wakati huo, ina maana ile mipango yote ilikuwa imevurugika. Hiyo ndo athari kubwa. Na kama hamna mipango, jamii haina mipango, ina maana kwamba hamwezi mkapiga hatua kabisa. Kwa hivyo mipango ilivurugika, lakini hawa pia waliokabidhiwa majukumu na nini, walikuwa ni watu ambao hawana uwezo wote, hawana ujuzi wote ule. Na kwa maana hiyo ni kwamba kilichofanyika sasa, waliua zile hatua zote, zile project zote zilizokuwepo zilikufa. Zile vyanzo vya mapato kama vile wakfu, zile mali za wakfu, majengo na ardhi zile, hizi zote walianza kuzifuja, wakawa wanauza, na ikawa wanazuia vile vile kwamba watu wengine wasijitokeze au kikundi chochote cha Waislamu hakiwezi kujitokeza tena katika dhana kwenda kufanya hatua yote maendeleo, isipokuwa ni kwamba ni lazima ipatikane idhini ya BAKWATA. Kwa hivyo hizi athari za kuondolewa ule uongozi na ile mipango na kuhujumiwa zile rasilimali ni athari kubwa ambazo zimejitokeza. Lakini sasa na ule umoja wenyewe ikawa tumeingia kwenye mpasuko. Sasa tunaishi kwa namna ambayo ni ya wadui, na hawa BAKWATA wenyewe sasa, ile hatua ya serikali ya kuchukua zile mali na wao pia wakaendeleza, ikawa ni watu ambao kwa kiasi kikubwa kabisa wanakwamisha ile jitihada zozote zile zinazotaka kujitokeza, hawa wanakwamisha. Kwa hiyo hukumu hii, Sheikh Ponda, itabadilisha nini kutoka hapa? Hukumu inabadilisha kwa kiasi kikubwa kabisa. Kwanza kabisa, yani serikali ilikuwa ndio inawasimamia BAKWATA, yani katika hiyo dhana kwamba hiki ndio chombo ambacho cha Waislamu na kwamba hakuna chombo kingine. Na kwa namna hiyo sasa, ina maana walikuwa wanaweza kupata nguvu za serikali katika kuweza kuzuia yani watu wengine wasiweze kufanya. Sasa kwa hukumu hii ni kwamba serikali imeondolewa katika hiyo nafasi, maana yake imeshindwa, kwa sababu wameshindwa kuthibitisha madai yao. Serikali ilikuwa inadai kwamba hii ndo Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Mahakama imetoa hukumu kwamba BAKWATA sio chombo kikuu cha Waislamu Tanzania, isipokuwa ni taasisi kama zilivyo taasisi nyingine zozote zile. Kwa maana hii ina maana kwamba sasa hivi Waislamu wako huru. Kwa mfano, mlikuwa mkitaka kuanzisha taasisi yote ile, yani lazima wao watoe ridhaa BAKWATA, ndio mnaanza mkaanzisha taasisi. Mkitaka kuanzisha program yote ile ya kidini, lazima BAKWATA. Waislamu kutoka katika mataifa nje kama wanataka kuja kuwekeza hapa,
ilikuwa ni lazima wapate ruhusa ya BAKWATA ndio waweze kuja kuwekeza. Na Waislamu kwa mkao wa jinsi tulivyokaa hapa, wale wa mataifa nje hawawezi kuja kuleta miradi ambayo inahitaji usalama kwa mazingira kama haya ya kwamba BAKWATA ndio hiyo wadhamini, ilikuwa hawawezi kuja kuwekeza, jambo ambalo sasa lilikuwa linatuathiri kwa sababu. Kwa hivyo sasa hivi kuna uhuru kwamba hata taasisi za nje zinaweza kuja kuwekeza bila ya kulazimishwa kuwa wapate dhamana ya BAKWATA na vile vile taasisi zingine zinaweza kuendelea kufanya miradi mbalimbali bila kulazimishwa kuwa chini ya BAKWATA. Ni faida kubwa ambayo imepatikana. Tukizungumzia hapo tukisalia hapo kwenye dhamana, nimeona katika mashtaka yenu mlipinga pia serikali BAKWATA kuwa mdhamini pekee wa taasisi zote za Kiislamu kama ambavyo unasema, lakini pia hii ilikuwa hata pale mnapotaka usajili Wizara ya Mambo ya Ndani na RITA, mahakama pia imetengua udhamini huo. Swali langu ni kwamba sasa mtadhaminiwa na nani? Sawa. Unajua, yani hiyo nafasi hawa RITA au kabidhi mkuu wasio serikali na msajili vyombo vya ndani, ile nafasi walikuwa wanawapa BAKWATA haikuwa ya kisheria kwa kweli. Ilikuwa ni kanuni walitunga wao ambayo haitokani na sheria ya usajili wa vyama wala haitokani na sheria ya nchi wala haitokani na katiba. Ilikuwa ni kanuni ambayo walikuwa wameiweka pale, ambayo ilikuwa ndio hiyo ambayo tumekwenda mahakamani kuitengua. Sasa sheria inaonyesha kwamba yani mnapotaka kusajiliwa yani mko huru, yani mnapokwenda pale na katiba yenu kutaka tasila, mko huru kutamka kwenye katiba yenu kwamba nani mnataka awe mdhamini wenu, nani mnataka awe msimamizi wenu. Na kwenye ile sheria inavyoonyesha hata hiyo nafasi ya mdhamini sio kama ilivyokuwa inatumika kwa BAKWATA, kwa maana kwamba mdhamini anakuwa ndio kama vile nyinyi mmejisajili chini yake. Hapa mdhamini yeye kazi yake ni mtu anayeangalia pale ambapo taasisi inapofanya uteuzi wa viongozi. Huyu mdhamini yeye kazi yake ni muangalizi, kama vile tunavyoona kwenye uchaguzi kuna wale tunasema observers, wanakuja kuangalia ule uchaguzi unaofanyika. Na huku kwenye taasisi mnapofanya chaguzi zenu zile za kuweka viongozi, sheria inaonyesha kwamba awepo mtu wa namna hiyo. Yeye sio kwamba ndo msimamizi wa ule uchaguzi wenu, wala sio kwamba kwa kusimamia nyinyi mnakuwa mko chini yake, ambapo huku sasa kwa hawa RITA na Wizara ya Mambo ya Ndani msajili walifanya kwamba BAKWATA inakuwa ndo msimamizi na nyinyi mnalazimika mwe chini yao. Kwa maana hiyo sasa hivi ni kwamba unaweza ukaenda na ile mamlaka utakayotaja wewe kwamba huyu ndo mdhamini wangu au ndo msimamizi wangu, basi atapokelewa na utapata usajili bila kulazimishwa kwenda BAKWATA au kulazimishwa kwenda kwenye chombo kingine chochote. Ni yule ambaye unaridhika wewe mwenyewe. Kwa maana hiyo, Sheikh, mnataka kwamba msiwe na umoja, ule mwavuli mkubwa mmoja wa kuwakilisha Waislamu wote, mnataka kuwa na vyama vingi ndani ya Uislamu ama uwakilishi mwingi? Sisi kwanza ujua kwamba ndio tulivyokuwa huko mwanzoni kabla ya mwaka 68. Ni kwamba tulikuwa tuna jumuiya nyingi sana. Tuna Dodoma General Muslim Association, kuna Arusha Muslim Union, kuna Islamic Education Board, kuna taasisi nyingi zilikuwepo. Lakini pamoja na yote hayo, alafu zile taasisi zilikuja zikaunda mwavuli mkubwa kabisa wa kimataifa, ulikuwa ndio unaitwa East Africa Muslim Association. Hiyo sasa ni Kenya, Uganda, Tanzania, tulikuwa tuko pamoja pale. Na kwa mujibu wa ile katiba au mwongozo ule wa ile jumuiya ile East Africa, mnafika kwa pamoja, hizo jumuiya zinateua kiongozi wa juu, ambapo wakati ule ziliweza kumteua Mufti Hassan bin Amir, akawa yuko pale juu, na hizo jumuiya zote zikawa zinawajibika chini ya ile jumuiya kubwa iliyokuwepo wakati ule. Sasa hii ilikuja kuvunjwa mwaka 68. Kuvunjwa ile jumuiya yani hakukutokana na ridhaa ya Waislamu, sababu tunajua ule muhimu wa kuwa na chombo ambacho ni mwavuli cha pamoja na kuwa na kiongozi mkuu yuko pale ambaye mnamheshimu. Huo muhimu tulikuwa tunajua sana, lakini ukavunjwa huo, tukarudishwa kwenye kuwa na chombo kimoja. Baadaye katikati tulipopambana sana, tukaruhusiwa kuanzisha jumuiya, tukawa sasa tuna jumuiya mbalimbali. Lakini sasa kilichotokea hapa ambacho kilikuwa kinatuleta madhara sana, serikali hawa Wizara ya Mambo ya Ndani na RITA ikawa sasa wenyewe ile taasisi moja tu wanailazimisha kuifanya kwamba hii sasa ndio ule mwavuli. Wakati sio mwavuli, hii ni taasisi moja. Kwa maana hiyo kwamba sisi tunapenda wana taasisi mwavuli. Sasa hukumu hii inatupa fursa. Yaani hukumu hii sasa inatupa fursa
kwamba Waislamu sasa wanaweza kukutana jumuiya mbalimbali. Jumuiya mbalimbali hata BAKWATA ikiwepo, tukakaa kwenye meza moja. Baadaye tunaweza kutengeneza tukatengeneza katiba, na kupitia ile katiba tukaweza kuweka viongozi na tukawa na hiyo jumuiya moja. Uligusia hapo awali kwamba wale viongozi waliokuwa pale kwenye BAKWATA ni kama weledi wao haukuwa mzuri. Ni miaka 58 tangu BAKWATA imeundwa mpaka hivi sasa. Hakuna tofauti yoyote ya maendeleo kutoka tulikotoka mpaka hivi sasa. Na je, hamkuona haja labda ya kuwasaidia kukua kwa kuwatengenezea programu hao viongozi ambao walikuwepo, ili wawe na weledi na wasukume gurudumu mbele? Kwanza kile chombo kilivyoundwa hakikubalika katika jamii ya Kiislamu. Sababu kumbuka ni chombo ambacho mnalazimishwa, alafu yani hamna matumaini, kwa sababu ukilinganisha kile kilichoondolewa, yani ile kilichoondolewa ni taasisi kubwa, alafu inaundwa taasisi ndogo sana. Na swali lako la kwamba hali ilikuwaje ya kimaendeleo, ipo tofauti kubwa sana. Kwa sababu huko nyuma ukirudi, ndio tunakuonyesha hizo programs zilizokuwa zinaendelea za ujenzi wa mashule, na ilifika mahala tulikuwa tunajenga chuo kikuu. Ilipovunjwa ile East Africa, hizi project zote walikabidhiwa BAKWATA. Yani kipimo cha kuonyesha kwamba kuna tofauti kati ya wakati ule na sasa ni kwamba hiyo miradi haikuendelea mpaka hivi sasa. Mpaka sasa hivi hiyo tunayokueleza, ujenzi wa chuo kikuu ambao ulikuwepo tayari umeanza pale Chang'ombe pale, na ilikuwa wameshaanza kujenga faculty ya kwanza ya dini pale, na fedha ilikuwepo wakati ule. Ilikuwa Waislamu wapata ujenzi ule chuo na wapata wafadhili kutoka Misri. Walikuwa wameshatoa fedha pound milioni 55 zilisiwepo. Kwa hivyo ardhi ilikuwepo, ujenzi ulikuwa umeanza vile vile, na hii project ni katika zile ambazo zilichukua na serikali wakakabidhiwa, lakini mpaka leo imekufa. Ile ardhi pale wameuza, wamekata viwanja vile, wakawauzia wafanya biashara. Ukienda sasa hivi pale utakuta makontena. Nani ameviuza? BAKWATA. Hao BAKWATA. Wameuza kufanya biashara. Kwa hivyo ukienda sasa hivi pale utakuta ni biashara tu. Unakuta kuna kampuni gani yanaendelea pale kwenye ile eneo. Kwa hivyo hakuna maendeleo. Lakini pia ukija zile mali walizopewa, zile wakfu, idadi kubwa kabisa wameuza. Yani wameuza, na ile fedha wametumia wao wenyewe kwa biashara zao. Lakini zile shule walizokuwa nazo shule vile vile zimekufa kimaendeleo, na hakuna ambacho walichokiongeza mpaka sasa hivi. Kwa hivyo huwezi ukalinganisha maendeleo ya kabla ya mwaka 68 walikuwa nayo Waislamu na baada ya 68. Baada ya 68 ni kwamba tumekufa kabisa. Sasa hamkuona haja, Sheikh Ponda, ya kuwasaidia hawa viongozi kuwawekea miongozo, kuwawekea labda target, tunataka mfike hapa, tunahitaji kitu hiki na hiki? Unaweza kuwawekea mwongozo watu ambao ni zao lenu. BAKWATA sio zao la Waislamu. BAKWATA ni chombo ambacho kimeundwa na mamlaka, umeona, lakini pia hakikuweza kuwa karibu na wananchi. Mamlaka ndio watu gani, Sheikh? Mamlaka serikali. Hakikuweza kuwa karibu na Waislamu kwa sababu hakikukubalika. Utawekaje mwongozo watu ambao hamwajui au kutokana na nyinyi na kadhalika? Lakini hata mngeokewa mwongozo hawana uwezo wa kufanya, kwa sababu huwezi kulinganisha BAKWATA na East Africa Muslim Society. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Tofauti yake ni ukitoa ukubwa au kwanza dhamira. Maki dhamira yao haikuwa ni kuleta maendeleo kwa Waislamu. Sababu ingekuwa dhamira yao kuleta maendeleo kwa Waislamu, wasingekuwa na haja ya kupokea au kuungana na hatua iliyochukuliwa. Maki hatua iliyochukuliwa ilikuwa ni hatua inavuruga maendeleo ya jamii ya Kiislamu. Waondolea Waislamu uongozi, waondolea taasisi kubwa, kuzuia miradi yao mikubwa. Wasingeweza kuungana na ile hatua ambayo ilichukuliwa. Mahakama imetamka wazi kwamba BAKWATA sasa sio chombo cha Waislamu wote, na huenda ni furaha na ushindi kwenu ambao mmepeleka shauri hilo. Sasa mtatatua vipi mambo ya kitaifa? Kwa mfano, nimesikia kwamba mwaka 1968 serikali ilitaifisha mali za jumuiya za Kiislamu zilizopigwa marufuku. Sasa mali kama hizo serikali itamkabidhi nani? Kwanza nizungumzie swala la kutatua migogoro, kuandaa mambo yetu ya kitaifa. Pamoja na kutokuwepo kile chombo mwavuli, lakini Waislamu wanakutana, wana forum
Ipo forum inaitwa Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Huwa wanakutana na wanatengeneza mambo muhimu sana ya Kiislamu, na upo ushahidi kwa baadhi ya mambo ambayo wameyafanya kwa pamoja kwamba hakuna kile cha mwavuli, lakini wana forum ambayo inaitwa Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Kwa hivyo huwa wanakutana kwenye mambo ya kitaifa na wanajadili na wanachukua uamuzi wa pamoja. Kwa hivyo niseme katika kiwango cha dharura kuna hiyo hali, baada ya kuwa ule mwavuli mkubwa umeondolewa mwaka 68 kabla 68. Lakini la pili, kuna swali hapo ndani yake, maana maswali kama mawili hapo. Swali la pili ni ile kwamba ikiwa itatokea kwa mfano serikali imefuta baadhi ya jumuiya za Kiislamu na ikakamata mali, si ndio? Itamkabidhi nani? Kwanza kwenye hilo niseme kwamba katika mfano wa hili litokea mwaka 68 kulikuwa kuna makosa makubwa ambayo ilifanya serikali. Ilifuta ile East Africa Muslim Society, lakini ikachukua zile mali. Zile mali hazikuwa za East Africa Muslim Society, hazikuwa za ule mwavuli. Zile mali zilikuwa za taasisi zilizokuwa chini ya ule mwavuli. Kwa hivyo serikali ilifuta East Africa, haikuwa na haki sasa ya kuchukua zile mali za zile jumuiya. Zile mali zilipaswa kubaki kwa wale wamiliki wenyewe ambao walikuwa wanamiliki zile jamii ya Islamia Tanganyika, walikuwa na shule zao, sio Dodoma walikuwa na shule zao, sio nani walikuwa na shule zao. Sheria ilikuwa inaonyesha kwamba yani zile mali zilitaka zibaki kwa wale wa jumuiya. Wao walikuchokuwa wamefanya serikali kwa mujibu wa sheria, walikuwa wameondoa ile tasjila ya ile East Africa. Hiyo ndio kitu ambacho kingekufa. Lakini rasilimali haziwezi kuondoka kwa wale wamiliki. Sheria ile mali inabaki kwa wale wamiliki wenyewe. Kinachoondolewa pale ni ule usajili peke yake. Sasa nikirudi katika ile swali lako, ni swali zuri sana kwamba inapotokea tukio kama hili, labda tujalie kwamba kuna hayo mazingira ya kwamba kuna mali za Waislamu ambazo kwa namna moja au nyingine zinatakiwa ziwe kwanza mikononi mwa serikali kabla pengine ya kuangaliwa kwamba ni wapi mahala stahiki zipelekwe. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, ipo sheria ambayo inamtaka rais aunde chombo kinaitwa Waqf Commission. Waqf Commission. Sheria inataka hiyo. Na tunalaumu kwamba mpaka sasa serikali imeshindwa kusimamia kuanzishwa kwa hicho chombo. Hicho chombo ndo kazi zake sasa kinajibu ile swali liloulizwa. Kama kuna mali ambazo zimeonekana kwamba serikali imezishikilia na kwa sasa haijui impe nani, hizo mali zinatakiwa zipelekwe kwenye Waqf Commission. Pale zinakuwepo, zinasimamiwa na zinatumika kwa maslahi ya Waislamu. Kwa hivyo nachoweza kusema sasa hivi tunatumia hiyo fursa, tuna hii fursa ya chombo hicho. Naomba nikurudishe nyuma kidogo Sheikh. Unasema kwamba kinatakiwa kiundwe na serikali kuu, kisimamiwe. Serikali ndio inatoa idhini. Lakini kinakuwa chini ya Waislamu wenyewe, sio chini ya Waislamu wenyewe. Lakini serikali pia ina uteuzi ndani ya chombo. Kwa mujibu wa sheria inakuwa ina uteuzi wa ngazi fulani ya watendaji kule kwenye Waqf. Na nyinyi mmekuwa mnapendekeza, serikali inateua wenyewe. Ni chombo muhimu sana. Yani hicho ndio mfano wake. Kama pale serikali ilipokamata zile mali za zile jumuiya, kama ingekuwa serikali ina dhamira ya kweli nzuri, basi ilitakiwa iunde Waqf Commission, alafu zile mali ipeleke kule, sio iwape BAKWATA. Sababu ilipowapa BAKWATA imewapa taasisi moja na imewapa, hakuna haki ya kuwapa. Yani uwezi kuwapa ikawa ni mali yao, sababu zile mali zina wenyewe. Sasa kama sasa hivi BAKWATA sio tena inaongoza Waislamu wote, ama Waislamu wote lazima wawakilishwe na BAKWATA, nitakwenda kuzichukua hizo mali ama inakuwa vipi? Kuna fursa kubwa iliyopo sasa hivi kwa mujibu wa hukumu iliyotoka, sababu zile jumuiya zipo. Kwa mfano jamii ya Islamia Tanganyika wanamiliki mali nyingi ambazo wanazo BAKWATA. Wale wanaruhusiwa, wana uwezo kwenda mahakamani sasa hivi wakaenda kudai zile mali zao. Na hakika wakienda mahakamani watashinda. Kwa sababu zile mali mpaka leo zinasomeka, ukienda ardhi zinasomeka. Kwa sababu ilikuwa ni tamko tu la serikali ya kuchukua zile mali na wakawapa BAKWATA. Na uwezo ukachukua mali ya mtu ukampa mtu mwingine. Yani hata ukifuta, serikali ikifuta, inafuta taasisi, haiwezi kufuta umiliki wa mali. Yani mimi hili jengo, kwa mfano kama hili jengo ni la kwangu mimi, si ndio? Alafu nikaligeuza hoteli na kwenda nimekata license ya kuendesha hoteli, serikali inaweza kufuta ile hoteli. Lakini haiwezi kufuta umiliki wa ile jengo. Jengo labaki ni kwangu. Kwa hivyo zile mali walizochukua zina wenyewe na wakapa BAKWATA. Kwa hivyo wale wenyewe wana uwezo wa kwenda kwenye vyombo vya dola, kwenda mahakamani na wakadai zile mali na zikarejeshwa zile mali kwao, kwa sababu wao ndio wamiliki halali kwa mujibu wa sheria za nchi na kwa mujibu wa sheria za dini.
Sheikh Ponda, tunazungumza kitu ambacho kimeanza miaka 58 iliyopita. Vijana ni wengi sana hivi sasa duniani, naamini iko hivyo pia hata kwenye Uislamu. Uelewa umesambaa kiasi gani kuhusiana na hii hukumu kwa waumini wa dini ya Kiislamu hivi sasa? Kwanza niseme tumefanya kazi kubwa. Unajua, baada ya kutoka ile hukumu tumekuwa tunafanya jitihada kubwa sana ili kuhakikisha kwamba watu wanaifahamu ile hukumu yenyewe. Kwa sababu hukumu ni kubwa na hukumu ni pana sana. Yaani ukisoma mle ndani imefanya uchambuzi wa kina, inajibu matatizo mengi tulikuwa nayo. Iko wazi kabisa na inatoa migogoro, kwa sababu kwa bahati nzuri ndo mahakama, yani mahakamani kwamba mnaletwa pande zote mbili ambazo zimetofautiana, na kila mmoja anaeleza zile madai yake na zile hisia zake, na unafanyika uchambuzi mkubwa sana wa kina pale. Kwa hivyo ile hukumu imeonyesha ule mwenendo, ushauri jinsi ulivyokuwa na hoja za kila upande, alafu ndio baadaye kumekuwa kuna ile hukumu ambayo imetolewa pale. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa ya kutafsiri ile hukumu, kuileta katika lugha ya Kiswahili. Sasa hivi tunafanya kazi kubwa sana ya kuisambaza. Tunataka tuhakikishe kwamba taasisi zote, misikiti yote, yani ihakikishe kwamba kila msikiti unakuwa na ile nakala ya ile hukumu, kwa sababu itawawezesha kuelewa vizuri kabisa hali ya uongozi wetu na uhuru ambao sasa Waislamu wanaopata kutokana na ile hukumu. Kwa hiyo tumejitahidi kuitafsiri kwa lugha ya Kiswahili na tunaisambaza kwa kiasi kikubwa sana ili iweze kuwafikia watu waweze kuifahamu na kuielewa. Lakini wengine ambao tunawalenga zaidi ni mashirika ya serikali. Kwa sababu hii dhana ya kwamba BAKWATA ni chombo pekee imeathiri sana, kwamba wao ndio na mamlaka ya Uislamu. Ilikuwa maki unakwenda kwenye mamlaka kama vile uhamiaji, unakwenda kutaka pasipoti, unakwenda kusoma, labda unasoma nje ya nchi, kama kusoma dini, maana yake chuo cha Kiislamu, ilikuwa huwezi kupewa pasipoti mpaka upeleke barua inayokuruhusu kutoka BAKWATA. I see. Sasa mamlaka nyingi za serikali pia zimekuwa zina uelewa huo. Kwa hivyo kwa jitihada kubwa tunazozifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba zile mamlaka za serikali zinapata hukumu hii. Zisiweze wasimnyime mtu huduma kwa madai kwamba ni lazima apate barua kutoka BAKWATA. Hicho kitu ni kinyume cha sheria kwa sasa kwa mujibu wa hukumu. Kufanya hivyo itakuwa ni kwamba unamnyima mtu haki yake. Kwenye mabenki na kwenye maeneo mbalimbali kulikuwa kuna hiyo hali ya kulazimisha kwamba huwezi kupewa huduma ya Kiislamu isipokuwa ni lazima upate kwanza ridhaa ya BAKWATA. Kwa hivyo kuna juhudi kubwa ambazo tumeendelea nazo za kuhakikisha kwamba hii hukumu inafika pia kwenye mamlaka mbalimbali za serikali ili tuweze kujua ule uhuru ambao Waislamu wanaopata baada ya hukumu hii kutolewa. Nafahamu kwamba baada ya hiyo hukumu, kama ulivyosema Sheikh Ponda, hatua iliyofuata ni kuhakikisha kwamba hukumu hii inaeleweka, inapelekwa misikitini. Itachukua muda gani kuanza sasa kuamua kusonga mbele kutokea pale mlipokuwa? Kwa sababu kama unavyosema saizi mna uhuru kuanzisha labda vyama vingine, iwe shuleni, vijana na maeneo mengine. Mchakato huo utachukua muda gani mpaka pale vyama vingine kuanza kuundwa na kusukuma gurudumu la maendeleo ya Waislamu? Kubwa zaidi ni kwamba unajua kuna mfumo ambao ulewekwa, ambao ulikuwa unatengeneza hiyo monopoly ya BAKWATA. Ulikuwa unazuia maendeleo kwa kiasi kubwa sana. Make BAKWATA si kwamba walikuwa wanaishia hapo tu. Yaani BAKWATA walikuwa na uwezo wa kwenda kuchukua project zingine za Waislamu. Kwa mfano nilikuwa nazungumzia tukio la moja la hivi karibuni ambapo BAKWATA walikwenda kuchukua shule ya Waislamu wa Bugarama. Na hii ni kikundi cha Waislamu ambao walikuwa wamepanga mipango mikubwa sana maendeleo. Sasa hatua ile ni kama ina discourage, yani kwamba unawavunja moyo watu ambao wako tayari kutoa huduma. Sisi tunahitaji kuwa na shule za kutosha Waislamu, bado tuna uhaba kwa masuala hayo ya elimu. Sasa hawa ni watu wanajitolea kuleta maendeleo, lakini BAKWATA wanaweza kutumika, wakaenda pale, wakaua kile kitu. Kwa hivyo tunasema kwamba maendeleo, tunahisi kwamba speed itakuwa ni kubwa kwa sababu watu wataondokewa na ile hofu kwamba hata ukifanya BAKWATA wanaweza kuja wakavamia. Sasa ile hofu itakuwa imeondoka. Kuondoka huko kwa namna hiyo kutaongeza spidi ya maendeleo katika jamii yetu.
Sheponda, asante sana. Naona maswali kadhaa kutoka kwa wanaotutazama hapa. Nitasoma swali lake HD Doto. Anauliza kwamba anasema BAKWATA ni taasisi ama umoja wa Waislamu? BAKWATA ni taasisi iliyosajiliwa kama zilivyosajiliwa taasisi zingine, Wizara ya Mambo ya Ndani, na vile vile ina usajili kwa kabili mkuu wa serikali kwa maana ya bodi ya madhamini. Kwa hivyo sheria ile ile iliyosajili BAKWATA ndio iliyosajili taasisi zingine zilivyo. Na ndio maana tulikuwa tunalalamika kwamba inakuwaje, yani taasisi iliyosajiliwa sawa na taasisi zingine, alafu mnadai kwamba hii taasisi zingine ziko chini ya hii. Lakini ni taasisi ambayo imesajiliwa kama zilivyosajiliwa taasisi zingine. Sheponda, narudi kwako baada ya dakika chache. 92.1 Crown FM. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika. Moja na dakika 40 unasikiliza Kasri. Mimi ni Imani Henrik, nazungumza na Sheikh Isa Ponda Isa kuhusiana na hukumu iliyotolewa hivi karibuni kwamba chombo cha BAKWATA ama taasisi ya BAKWATA isiwe taasisi pekee inayowakilisha Waislamu. Asante sana kwa ninyi ambao mnatuandikia maoni yenu kwenye channel yetu ya YouTube. David Fanuel unasema nadhani BAKWATA wanatakiwa kuwa na uchaguzi ili kuimarisha maendeleo. Sina hakika kama David ameelewa hiki ambacho tunakizungumza, lakini nadhani akirudi nyuma ataelewa vizuri. HD Doto anasema mjadala wa leo nimeupenda kiukweli, serikali itimize hitaji lao. Nasikiliza Kasri nikiwa Mbezi Luis. Ulikuwa ukimalizia kujibu lile swali lililoulizwa hapa kwamba BAKWATA ni taasisi ama umoja wa Waislamu. Unaweza kuendelea kutokea hapo Sheikh. Nimejibu ile swali kwa maana kwamba BAKWATA sio umoja wa Waislamu, ni taasisi kama taasisi zingine, na kukua taasisi kama taasisi zingine hilo kwenye jamii ya Kiislamu hatuna tatizo. Tatizo ni ile yani yale mamlaka waliopewa na yale matendo ambayo wamekuwa wanayatenda baada ya kupewa yale mamlaka. Ndio tatizo. Lakini vinginevyo kama ingekuwa imesajiliwa, wakapanga mipango yao, alafu wakatekeleza mipango yao, wakatafuta ardhi zao, wakajenga mali zao, wakaendelea kufanya shughuli zao kama zilivyo taasisi zingine, wala kuna mtu angeona tatizo BAKWATA. Kwa lugha nyepesi, nimeona swali la David hapa kama kidogo linahitaji ufafanuzi. Unadhani kwamba BAKWATA walipewa mamlaka makubwa sana? Sio makubwa sana, walipewa mamlaka ambayo sio haya kwao kabisa. Kwa nini? Yani kwamba wao ndio shirikisho. Maana ukisikia lugha inayotumiwa na serikali, BAKWATA walikuwa wanaita shirikisho. Shirikisho maana yake ni kwamba walikuwa wanaleta tafsiri kana yazifu kama vile Waislamu taasisi zao zilikutana halafu ndio zikaunda BAKWATA. Ndio tafsiri ya serikali kwamba hii BAKWATA ni shirikisho. Ni cheo kikubwa sana. Shirikisho ni lile lililovunjwa. Lile la East Africa Muslim Association. BAKWATA sio shirikisho. BAKWATA ni watu wachache waliokaa halafu wakakubaliana wao wenyewe wakaanzisha kile chombo. Sasa serikali ikawa inalazimisha kwamba chombo hiki cha wote. Kwa hivyo sio kwamba ni kwamba walipewa mamlaka ambayo sio ya kwao kabisa. Asante sana. Swali langu la mwisho kwako Sheikh Ponda litakuwa kwamba sasa kimombo wanasema way forward kutokea hapo ni nini? Nini kinafuata baada ya hukumu, licha ya kwamba tayari mmeshatoa elimu, mmeshatafsiri hukumu? Baada ya hivyo vyote hatua gani inafuata? Kwanza kwenye ile swala la nyuma kidogo la uenezi wa ile hukumu, wito wetu kwanza ni kuwataka watu waisome vizuri ile hukumu, na maeneo muhimu sana ya kusoma ni maeneo mawili. Ukisoma ile hukumu ina sehemu mbalimbali. Eneo moja ni eneo la hukumu yenyewe, na eneo la pili ni eneo la utafiti ambao ulifanywa na mahakama yenyewe. Haya ni maeneo muhimu sana kwa sababu yana uchambuzi mkubwa sana. Lakini tukija kwenye ile utafiti unahusu nini kwa kifupi kama utaweza? Utafiti mahakama ilifanya utafiti. Yani wakati shauri ikiendelea, ilifika mahala mahakama ikaona kwamba ili kupata picha vizuri zaidi kuna maeneo fulani ya kufanywa utafiti. Sasa maeneo ya kufanywa utafiti yalikuwa ni maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza walifanya utafiti kutaka kujua kwamba hii BAKWATA nani kameunda BAKWATA. Na katika hili na eneo la pili wakafanya utafiti kutaka kujua
sababu zipi zilipekea serikali kuivunja ile East Africa Muslim Welfare Society. Haya ndio maeneo mawili ambayo mahakama ilifanya utafiti. Katika hili la kwanza la kutaka kujua nani aliunda BAKWATA, mahakama iliwaomba Rita ambaye kabidhi mkuu wa serikali, ikawaomba msajili wa vyama Wizara ya Mambo ya Ndani, na ikawaomba mwanasheria mkuu wa serikali na BAKWATA yenyewe ikawaomba wapeleke katiba ya mwanzo ya BAKWATA ya mwaka 68. Katiba mwanzo mwaka 68, katiba mwanzo ya chama chochote ndio huwa inaonyesha wale waasisi wa kile chombo wanapatikana kwenye katiba ile mwanzo. Kwa hivyo mahakama iliwaomba wapeleke katiba kwa sababu ilikuwa inafahamu kwamba wakipeleka katiba watajua. Lakini kwa bahati tuseme si mbaya au nzuri, vyombo vyote hivyo walishindwa kupeleka katiba mwaka 68. Yani kwa maana kwamba kulikuwa hakuna katiba ya BAKWATA mwaka 68. Na hapa linazuka jambo lingine. Kwa maana kuonyesha kwamba BAKWATA wameundwa na mwaka 68 lakini walikuwa hawana katiba. Lakini katiba ilipelekwa ilikuwa mwaka 1999 ndio walipeleka. Sasa hii ya 99 ilikuwa haina orodha ya wale ambao waliunda ile BAKWATA yenyewe. Kwa hivyo hili eneo moja wapo ambao waliofanyia utafiti, na kwa msingi huo mahakama ilitamka kwamba haifahamiki kwamba BAKWATA imeundwa na nani. Na sio ikakubaliana na madai kwamba chombo hiki hakijaundwa na Waislamu kwa sababu hawaonekani wale founders wa ile BAKWATA yenyewe kwa mujibu wa ile katiba yenyewe. Eneo la pili walifanya utafiti ilikuwa ni eneo la, na vile vile waliwaomba wapeleke daftari la wanachama. Yani wale wanachama hivi vyama vya kiraia mnaposajili kule huwa lazima muwe na daftari la wanachama wenu, sababu hao wanachama ndio wanachagua viongozi. Sasa waliomba BAKWATA pia na Wizara ya Mambo ya Ndani, mambo ya ndani pamoja na Rita waliomba wapeleke daftari la wanachama BAKWATA. Daftari pia walikuwa hawana. Hilo ni eneo moja la utafiti. Eneo la pili ilikuwa ni nani sababu zilizopelekea kuvunjwa ile East Africa Muslim Society. Sasa hii walipitia hati ya tamko la kuifuta BAKWATA la mwaka 68 na mwaka 69, ambapo hawakukuta sababu za kwa nini ilivunjwa East Africa Muslim Society. Lakini pia waliwahoji mawakili wa serikali walikuwepo mahakamani, nao pia walishindwa kutoa sababu za kwa nini serikali ilivunja ile East Africa Muslim Welfare Society. Kwa hivyo kimsingi hili ni eneo ambalo sisi tunawashajisha Waislamu wa Tanzania wasome kwenye ile hukumu. Eneo hili la utafiti ni eneo ambalo ni muhimu sana kwa sababu limezingatia mambo ambayo ni muhimu sana yanayotoa ufumbuzi wa hali ilivyo kwenye uongozi wetu wa Waislamu hapa Tanzania. Na eneo la pili ni eneo la hukumu ambalo iko wazi, imesema kwamba kwa mujibu wa shauri hili hali ya uongozi wetu ikoje hapa nchini kwetu Tanzania. Mna ndoto ya kuona kwamba ule umoja wa Waislamu kwa Afrika Mashariki unarudi? Ya. Na mimi na hakika utarudi kwa sababu jitihada hizo zinafanyika. Kumekuwa kuna vipindi muhimu sana vya watu kukaa na kujadili namna gani ya kuweza kurejesha ule umoja. Lakini moja ya vikwazo ilikuwa ni hiyo ya kulazimishwa kwamba lazima uwe na chombo kimoja. Lakini kwa sasa nafikiri tuna fursa kubwa zaidi ya kukaa katika ule umoja wetu hapa nchini kwetu Tanzania, na vile vile hata umoja ule wa Afrika ya Mashariki ni jambo ambalo tunaamini kwamba sasa tunaweza kwenda vizuri zaidi. Mwaka wa mbele imewashika.